Kila ambaye alipata bahati ya kukutana na Yesu kwenye kifungo chake, alipofunguliwa Yesu alimwambia, nenda usitende dhambi tena. Naona kumbe vifungo vingi asili yake ni dhambi. Unapotenda dhambi ndipo unafungulia wafungaji kufunga. Dhambi inaanzia kwenye mawazo, kwenye fikra, kwenye moyo, kisha inakuja kwenye utu wa nje. Ndio maana Mungu naye anaanza kututendea sisi kutokea kwenye utu wa ndani. Mungu anaanza kututendea kutokana na ndani unawaza nini? Kwenye ubongo wako kuna nini kimekaa? Mawazo gani? Fikra gani? Nia gani? Ndio maana Paulo mtumishi wa Bwana anatuambia, endeleeni kuwa na nia ile ile mliokuwa nayo toka mlipoanza kuamini. Kumbe tunajifunza ukianza kumwamini Kristo kwa nia ya kufunguliwa, kwa nia ya kuponywa, kwa nia ya kubarikiwa, ukianza kumwamini hivyo, anahitaji aione nia hiyo ikiendelea. Lakini shida ya watu wengi leo ni kwamba wanamtafuta Mungu shida inapokuwa kubwa. Shida inapokuwa kubwa ndipo anamkaribia Mungu. Anapomkaribia Mungu asubuhi, ile shida inaondoka kwa muda. Akiona ile shida imeondoka, anarudia maisha yale ya dhambi, anarudia maisha yale ya mawazo mabaya, anarudia maisha yale ya usengenyaji, anarudia maisha yale ya uongo. Kwa hiyo mtu huyu anabaki kuwa na ibada lakini asiye na matokeo ya miujiza ya kufunguliwa katika maisha yake. Kufungua watu ni agizo la Mungu, na Mungu hapendi watu wafungwe maisha yao. Mungu anapenda ufunguliwe. Ndio maana Yesu anasema, nimekuja kuwafungua wote waliofungwa. Mojawapo ya kazi ya Yesu hata hivi leo aliondoka kwenda mbinguni ilikuwa ni kuwafungua watu. Ndio maana Yesu alipoondoka akaacha agizo kwetu wanafunzi wake, akasema, mimi naenda kwa Baba, lakini kwenda kwangu kule naenda kuandalia makao ili mimi nilipo nanyi muwepo. Anasema Yesu, naenda kuandalia makao, lakini anatuonya kujilinda na mbwa mwitu wakali, ambao ni watu wa dunia hii waliojaa roho za uharibifu, waliojaa roho za uovu, waliojaa hila, waliojaa nia mbaya.